Anasema kwamba shida yake ilianza kama ujauzito. Kwa hiyo wakatoka kule kijijini kwao wakaja Kahama. Walipomfanya uchunguzi hawakugundua chochote. Aliporudi sasa nyumbani akaendelea tu kuwa anaenda kutibiwa kwenye hospitali za kawaida, lakini alikuwa anajisikia kama anatapika sana, lakini tena huko chini anatokwa na damu. Akipata hiyo changamoto alikuwa anaenda hospitali anatibiwa, anarudi. Wakaamua tu kukaa sasa. Baadaye mwezi wa 3 akaanza sasa kuumwa tena. Kile walichokiona Kahama wakampa rufaa kuja huku. Na hapa alipokuja kupimwa wakaona vile vile, wakamwambia kwamba matibabu yake ni kufanywa upasuaji. Na ndicho alichofanywa. Kwamba ni kweli alishawahi kwenda kwa waganga wa kienyeji. Lakini yule mganga wake anasema kwamba hakuona chochote, alikuwa anampa tu dawa za kutumia. Na bahati mbaya mganga akawa amefariki, kwa akabaki hivyo hivyo tu. Alikuwa na hali mbaya sana. Walipomfanyia upasuaji wakalitoa lile likiumbe mle ndani, akajisikia vizuri. Na toka juzi alikuwa anasikia vibaya, lakini leo toka amemwondolea ile mpira aliyokuwa nayo anajisikia vizuri na leo amelala usingizi mzuri. Ni mgonjwa ambaye tulimpokea kutoka hospitali ya manispaa ya Kahama. Tunasema bahati mbaya mama huyu alipata changamoto ya mimba kutunga nje ya kizazi. Kufanya uchunguzi ambayo ilikuwa ni zaidi ya miaka 3 iliyopita, miaka 3 au 4 iliyopita. Lakini kadiri ya x-ray iliyofanyika ilionekana kwamba mimba ile imetunga nje ya tumbo la kizazi na sio kwenye mirija, iko kwenye tumbo la kawaida, tumbo hili ambalo tunalijiwa wote. Alikuja kwetu na historia ya tumbo kujaa ambalo lilikuwa linaongezeka kadiri muda unavyoenda, na anasema kwa miezi miwili ya kwanza alikuwa anasikia mapigo ya moyo ya mtoto kama kawaida, lakini baada ya hapo hakuweza kusikia mapigo ya moyo. Kwa hiyo amekaa na hilo tumbo ambalo limeongezeka na kukua ukubwa kwa muda wa miaka 3. Tulirudia kufanya ultrasound na tulifanya x-ray ambazo zote zilionyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa huyu mama akawa na ujauzito ambao umetunga nje ya tumbo la kizazi. Kwa hiyo alipofika kwetu tukamfanyia vipimo, tukarudia x-ray, tukarudia ultrasound na zote zikaonyesha kwamba amepata kitu tunaita abdominal pregnancy. Na umri wa mimba ya abdominal pregnancy ile ilikuwa ni kama wiki 20 kadiri ya maelezo ya ultrasound iliyofanyika. Kwa baada ya kufanya hivyo tunajua matibabu ya shida hiyo mara nyingi ni kumfanyia mama upasuaji. Kwa tulienda kufanya extraparietal laparotomy tunaita, tulifungua, lakini baada ya kufungua tukakuta kwamba mimba ile ilikuwa imetungwa kwenye yai la kuria au na kitaalamu tunaita ovarian ectopic pregnancy. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi tutoe ovary kwa sababu ilikuwa imeshika na kitoto, na baada ya hapo mama akawa yuko vizuri na anaendelea vizuri. Kwa mara nyingi pia tunasema hizi ovarian pregnancy au mimba ambayo imetungia kwenye ovary nyingi zinapasuka ikiwa ni miezi 3 ya kwanza, ambayo tunasema ni zina rupture kwenye early first trimester, si ndio? Mara chache sana zinaweza kwenda kwenye second trimester au kwenye third trimester. Kwa hiyo kwa mgonjwa wetu ni tunashangaa, ni kitu ambacho ni rare. Nasema ni asilimia chache, asilimia kama 3 au asilimia 4 zinaweza zika mimba kwenye ovary ikakua ikafikia hadi umri wa kufanya nini, wa kujifungua. Lakini mara nyingi pia kiumbe uwezekano wa kuishi kule tumboni ni changamoto. Kwa hiyo nyingi ambazo tunazipata tayari mtoto anakuwa amefia tumboni. Na kama ilivyotokea kwa huyu mama, mbegu na yai ambazo zimeungana zilienda kujishikiza kwenye yai na kuanza kutengeneza mtoto pale. Na changamoto inawezekana ikawa ni movement au shida ya hizo fallopian tube. Kwa wataalamu wa tiba mbadala, hata tunawasia au traditional healer kwamba akiona hiki kitu ni kinahitaji basi mgonjwa aende hospitali, basi ni muhimu wakashauri waende hospitali mapema kuliko kuchelewa. Kuendelea kuchelewa huko kwa wataalamu wa tiba mbadala inaweza ikaleta changamoto na kuleta maafa makubwa, na ikiwezekana inaweza kusababisha kumpoteza mgonjwa.
Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.